Конечно, я хочу передать все чувства, которые хотел вложить в это каждое произведение композитор. Мне хочется донести до местной публики богатство русской культуры и музыки. И я вкладываю душу в каждое произведение. Я надеюсь, что люди в зале это почувствовали. Muziki, sanaa na tamaduni ni sehemu ya ushirikiano, maelewano katika kuzidisha udugu wa karibu zaidi kupitia sanaa ya muziki kwa culture ya utamaduni wa nchi ya Urusi hapa nchini. Akizungumza katika hafla ya Classical Music iliyoandaliwa na ubalozi wa Urusi nchini Tanzania, waziri wa utalii Zanzibar Modric Soraga anasema kama tunavyofahamu muziki, sanaa na utamaduni ni sehemu kubwa sana ya kuweza kudumisha udugu, mashirikiano, maelewano, lakini vile vile kuweza kupata kufahamiana kwa karibu baina nchi na nchi. Tanzania na Urusi hususan kwa upande wa Zanzibar tumekuwa kuna mashirikiano ya karibu sana, na katika dhana nzima ya kuweza kudumisha mashirikiano hayo ama uhusiano huo tumepata kufanya mawasiliano wetu wa kutoka ubalozi wa Urusi kupitia ile atache yao ya masuala ya utamaduni, ambapo wameona katika dhana nzima ya kuweza kuhabarisha wanajamii ya Zanzibar juu ya utamaduni wa Urusi, basi kuweza kufanya performance hii ambayo imefanyika hapa. Na hii kwetu sisi tumefarijika sana kwanza kupata fursa kama hii, kwa sababu ni sehemu pia ya utalii wetu. Kama tunavyofahamu katika kipindi cha miaka miwili sasa kumekuwa kuna ongezeko kubwa la watalii ama wageni kutoka nchi za Ulaya Mashariki, hususan nchi kama Poland, nchi kama Urusi, nchi kama Ukraine, ambapo wamekuwa ni sehemu kubwa sasa ya idadi ya watalii ambao wanakuja hapa. Na sio kila mtalii labda pengine anapenda kuingia katika shughuli labda za fukwe au kwenye masuala mengine ama hobbies nyingine ambazo zinaweza kumfanya mtalii kuweza kuenjoy katika visiwa vyetu. Na tunapokuwa tuna matukio kama haya ya kiutamaduni, manake unatoa fursa pana zaidi kwa wageni ambao wanakuja hapa wanaotaka kuenjoy na kurelax, kuweza kujitokeza na kushiriki katika matukio kama haya. Kwa hiyo kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru sana ubalozi wa Urusi kwa kuja na wazo hili, lakini vile vile kuwapongeza sana wale performers wote ambao wametuonyesha burudani hapa siku ya leo. Na naamini kwamba huu ni mwanzo tu, matukio mengi zaidi ambayo tunatarajia kuweza kushirikiana na ubalozi wa Urusi ili kuweza kupeana habari ama kuhabarishana, lakini kuweza kuletana karibu, yani yale mahusiano ya watu na watu, people to people relationship baina ya Zanzibar na Urusi. Nadhani ni jambo jema. Lakini vile vile unajua unapofahamu utamaduni wa mtu, manake ndio unaweza kumfahamu kwa undani yule mtu. Wakati kumekuja wimbi kubwa hapa la wageni kutoka Urusi, tumeona mwamko mkubwa wa vijana wetu hususan wanaofanya kazi za tour guide kuchukua juhudi za kutaka kujifunza hiyo lugha. Kwa hiyo mimi naiangalia hii kama ni fursa ya pekee ambapo tunaweza tukawashawishi wenzetu wa Urusi labda kufungua cultural center hapa Zanzibar, kwa sababu ya mwitikio mkubwa wa wageni ambao wanakuja hapa, lakini vile vile hamasa kubwa ambao tunaiona kwa vijana wetu wa kutaka kujifunza lugha ya Kirusi. Nadhani itakuwa ni vyema pia kuna cultural center hapa ambayo itaweza kutoa fursa ama mwanya mpana zaidi kwa vijana wetu kuweza kuelewa tamaduni za Kirusi, kuweza kuzungumza lugha za Kirusi, lakini vile vile kuweza kushiriki labda katika hizi haya matamasha ya classical music ya Kirusi. Upande wao wanamuziki walioonyesha utamaduni wao kupitia muziki wa Urusi, wakaelezea jinsi sanaa yao ya muziki hapa nchini. Always the way which connect people with all nationalities, and we had at today's concert a lot of people from Tanzania, from Russia, and from other countries. So they liked our concert very much, and I think
The music is the biggest way to make people connect with each other. Yes, today I had a master class with a violinist from Zanzibar, and he played a very cute song for me. So I think your music is very beautiful too, and we had a very productive lesson. So I think it was a new experience for me. My name is Valery Makarov. I'm a Russia opera singer. Today is a very important concert for me and my colleagues because it's a very important project. Today we sang very famous Russian songs and romance. Tanzania and Zanzibar is a very beautiful place, and very interesting peoples. And today is very important because in hall sit Minister of Tanzania, and my friends and I today sang very interesting programs because our programs include Neapolitan songs and very famous Spanish songs, and for me it's very interesting tour because one day ago we was in Guinea, Cote d'Ivoire, and Tanzania. It's an international language, so I tried to give you some Russian soul and love. Feelings, man. Of course, feelings. It's very important. It's very important to know the language of the country where you live and when you work, if you are a foreigner. Very old and very strong cultural, scientific, educational ties between our countries, between the Russian Federation and the United Republic of Tanzania. And I'm absolutely sure that it's very important to demonstrate Russian culture for Tanzanian people and to try to get Tanzanian culture in Russia. Maybe you know we have some schools in the Russian Federation in Moscow where we teach Kiswahili for Russian schoolboys and girls. And we hope that the event like we had today, we had organized today, we will repeat, but maybe other artists, maybe other musicians will come here, will come in Dar es Salaam, will come on Zanzibar. We are ready. The doors of our Russian Center for Science and Culture, of our Russian house, are opened for everyone, for every Tanzanian citizen.
Utamaduni huu waliouanzisha wasanii wa muziki kutoka nchini Urusi hapa nchini Tanzania utasaidia Zanzibar katika kutangaza utalii. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka katika ukumbi wa hotel Haki Hayati, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, kisiwani Unguja, Mwarabu Madi. Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.